Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninapenda kukualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza kabisa ya mwaka huu 2024, na katika robo hii tunajifunza somo linalosema Zaburi. Tumekuwa tukijifunza masomo haya tangu tulipoanza somo la kwanza katika Disemba ya 30. Hadi leo tutaenda kuliangazia somo la 6 la robo hii ya kwanza mwaka 2024. Somo hili ni kwa ajili ya Sabato ya Februari 10 na ni somo la Februari 3 hadi 9. Hili ni somo la 6. Mada inasema nitasimama. Katika mafungu ya juma hili mwandishi anatuelekeza tusome kitabu cha Zaburi sura ya 18 aya 3 hadi ya 18, Zaburi sura ya 41 aya 1 hadi ya 3, Kumbukumbu la Torati sura ya 15 aya 7 hadi ya 11, Zaburi 82, Zaburi 96 aya 6 hadi ya 10, Zaburi 99 aya 1 hadi ya 4, na mwisho kabisa ni kitabu cha Warumi sura ya 8 aya 34. Katika fungu la kukariri mwandishi anatuelekeza katika kitabu cha Zaburi sura ya 12 na ile aya 5. Neno la Mungu linasema, kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Katika maelezo ya Sabato mchana mwandishi anaandika, zama zetu sio zama pekee ambazo uovu, dhuluma na ukandamizaji vinaendelea vikali. Watunga Zaburi waliishi wakati kama huo vile vile. Na hivyo chochote kingine zilicho, Zaburi pia ni malalamiko ya Mungu dhidi ya ukatili na ukandamizaji ulimwenguni, katika ulimwengu wetu na ule wa watunga Zaburi pia. Ndivyo, Bwana ni mstahimilivu na anaizuia ghadhabu yake kwa uvumilivu wake mkubwa. Hataki mtu yeyote apotee, bali atubu na kubadili njia zake. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 aya 9 hadi ya 15. Na ingawa wakati wa Mungu ufaao wa kuingilia kati kwake daima haufanani na matarajio ya wanadamu, siku ya hukumu ya Mungu inakuja. Zaburi sura ya 96 aya 13, Zaburi 98 aya 9. Tunahitaji tu kumtumaini yeye na ahadi zake hata siku hiyo itakapofika. Ni muumbaji pekee ambaye kiti chake cha enzi kimejengwa juu ya maadili na haki. Zaburi 89 aya 14, Zaburi 97 aya 2. Awezaye kutoa hukumu yake kuu, utulivu na ustawi kwa ulimwengu. Nyanja mbili za hukumu ya Mungu ni pamoja na ukombozi wa waliokandamizwa na kuangamizwa kwa waovu. Zaburi sura ya 7 aya 6 hadi ya 17. Hili ndilo tuliloahidiwa. Na hili ndilo kwa kweli siku moja litakuja, lakini kwa wakati wa Mungu, si wetu, jambo ambalo mtunga Zaburi analikazia. Siku ya Jumapili mada inasema mpiganaji mwenye fahari. Siku ya Jumatatu mada inasema haki kwa wanaokandamizwa. Katika siku ya Jumanne mada inasema hata lini mtahukumu kwa dhuluma? Katika siku ile ya Jumatano mada inasema uimwage ghadhabu yako. Siku ya Alhamis mada inasema hukumu ya Bwana na patakatifu. Na katika siku ya Ijumaa, siku hii tutajifunza zaidi. Hii ndiyo Februari 9 na siku ya mwisho kabisa ya kujifunza somo hili la 6. Kumbuka hili ni somo la 6, linasema nitasimama. Hiyo ndiyo tamati ya mada yetu siku ya leo. Neema ya Bwana wetu idumu kuwa pamoja nawe sasa na hata milele. Hii ni Sabato mchana na masomo yanayofuata yataendelea kukufikia kupitia channel hii.
Usikose kuendelea kufuatilia. Mungu akubariki sana.